na ijulikane wewe ni Mungu, na ijulikane wewe waweza, na ijulikane watenda mambo makuu, na ijulikane duniani kote, na ijulikane wewe ni Mungu, na ijulikane wewe waweza, na ijulikane watenda mambo makuu, na ijulikane duniani kote, na ijulikane wewe ni Mungu, na ijulikane wewe waweza, na ijulikane watenda mambo makuu, na ijulikane duniani kote, na ijulikane wewe ni Mungu Baba, na ijulikane wewe waweza, na ijulikane watenda mambo makuu, na ijulikane duniani kote, na ijulikane wewe ni Mungu, na ijulikane wewe waweza, na ijulikane watenda mambo makuu, na ijulikane duniani kote, kwamba wewe ni Bwana. Let the people know that there is God in heaven. Baba, ulitokea Ibrahimu, Isaka na Yakobo kwa jina lako Yehova, lakini kwa Musa ukajulikana kama Mungu Yehova. Oroko shandala Baba, ninakushukuru kwa sababu naenda kujidhihirisha katika ibada ya siku ya leo. Bariki mtazamaji wangu, bariki wote ambao injili hii inawafikia siku ya leo, na ijulikane kwamba wewe ni Mungu, hakuna mwingine aliye kama wewe. Pokea sifa na shukrani Baba. Tunapoingia hewani, tunaomba uwepo wako, naomba nguvu zako, naomba Roho wako akawa pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Asante Bwana, maana umesikia. Asante Mungu, maana umetenda. Asante Bwana, maana umeenda pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Everybody say amen. Amen. Mtazamaji wangu, nakukaribisha katika ibada hii ya Jumapili. Mungu akubariki mahali popote ulipo, na Mungu akufikishie neema yake. Let the favor of God locate you wherever you are. As you are watching this presentation, I want to urge you, don't just speak. Kuna watu wanachungulia and then they drop a comment and then wanaondoka mara moja. Kaa nami mpaka mwisho. I have something good for you today. I wish unaweza kaa nami mpaka mwisho. Kuna mambo makubwa yanaenda kudhihirika katika neno la Bwana. Nataka niingie katika neno la Bwana katika kitabu cha Mwanzo. Mwanzo ni Genesis chapter 6. Tasoma mistari miwili, 13 and 14. Mwanzo 6 mstari wa 13 na 14. Wacha nisome kwa Kiingereza.
And God said to Noah, the end of all flesh has come before me, for the earth is filled with violence through them. And behold, I will destroy them with the earth. Make yourself an ark of gopher wood, make rooms in the ark, and cover it inside and outside with pitch. Praise the name of the Lord. Ujumbe wa siku ya leo ninaupatia kichwa kuziba mianya. Kwa Kiingereza, sealing the loopholes. Sealing the loopholes. Maandiko yanasema Mungu akanena na Nuhu akamwambia, mwisho wa kila kitu umefika mbele yangu, na nitaiangamiza dunia na chochote kilicho ndani. Ninakusihi ukajifanyie safina na ukafanya vyumba ndani ya hiyo safina. Jambo lingine ni kwamba ukaifunike rami ndani na nje. Sasa hapa ambapo aliambiwa aifunike kwa rami, hiyo rami ilikuwa ni ya kuziba mianya. Na hapo ndio ujumbe wangu upo. Mtazamaji mpendwa, kuna mianya katika maisha. Nuhu akaambiwa utaiziba mianya, utafunika kwa rami ndani na nje. Ukisha jenga safina na uweke vyumba, utafunika kwa rami ndani na nje. Kuna internal and external loopholes. Kwa nini kuziba upande wa ndani na kuziba upande wa nje? Ni kwa sababu mtazamaji, kuna mianya ambayo ni unaona katika maisha ni kidogo, lakini it can expose you to demonic attacks. Ni kitu kinaweza kukupeleka mbali, ujikute umeingia katika kilindi cha ulimwengu wa giza. Mambo madogo tu. Let me give you an example on how sin encroaches in man. Vile dhambi inaingia mtu. Ile dhambi kidogo umeachilia ikaingia katika roho yako, hiyo ni kidogo, you can accommodate it. Lakini kumbuka kwamba hiyo dhambi, kuna dhambi zingine relatives wake kubwa, na ikiwa ndani yako inaweza kuzikaribisha na kufanya makao, ukajikuta kwamba mtu ameharibika, amekuwa mwenye dhambi kabisa. Kiwa na mtu wa jamii yako ambaye anaishi Nairobi na wewe pengine unaishi up country, huwa unasema kwamba niko na aunti yangu Kariobangi, Kayole, South Sea, somewhere in the estate, ambapo nikienda Nairobi siwezi lala kwa veranda, ninaweza enda na nilale kwake. Hata dhambi kubwa huwa zinajijaza, zinasema ziko na kasini yao ndani yako. And that's why Nuhu akaambiwa aanze na kufunika ndani kwanza. Huo ni utakatifu wa ndani. Mianya ikiingia ndani ya moyo wa mtu, internal loopholes huwa zinafanya mtu aka-accommodate shetani ndani ya moyo wake. Na internal loopholes ni vitu ambavyo wewe mwenyewe huwezi kuziona, na ziita the enemy within. Maana sita kufarakanisha na Mungu, na ziko ndani yako, na hata ukiambiwa huwezi kuziona, maana ziko ndani yako. Hiyo ni mianya, na hiyo mianya ikiwa ndani yako inaweza kukukosanisha na Mungu na ikukosanisha na watu. I'll give you an example. Wakati umekubalia kitu kinaitwa self hate, kujidharau wewe mwenyewe, unajiona wewe ni duni, unajiona wewe hakuna mtu anakujali, unajiona wewe mlala hoi, unajiita majina, unajiita kamkutano, unajilaani. Hiyo ni mianya ambayo shetani anaweza kutumia na akaja kufulfill, akaja kutimiza malengo yake katika moyo wako. Why? Kwa sababu kuna mwanya. Hallelujah.
Mianya ingine ambayo inaitwa stress. Sasa watu wanajitia stress mingi sana. Uko na stress sana. Najua uko na stress zile za kuletewa, lakini kuna zingine zako wewe mwenyewe unakuwa tu mtu wa stress. Ukisikia mtu akikwambia usiniletee stress, ni kwa sababu akona zake na hataki umuongezee zingine. That means already there exists some stress. Kwa huyo mtu kuna stress. Kwa hivyo that stress, if you allow it to escalate and to take shape within your heart, inafungua mwanya mkubwa sana ambao container kubwa ya mapepo inaweza ingia ndani yako. Shetani is an opportunist. Anatafutaka tu kamwanya aweze kuingia. Na kamwanya kanaweza kuwa kadogo, negligible, kamwanya ambako unaweza kudharau. Kuna mianya ingine ya ndani, internal. Vitu kama tamaa. Nikikuangalia hivi siwezi kujua uko na tamaa until it plays out, until uanze kutamani, until nianze kuona unataka kunyemelea vitu za wenyewe. Hapo ndio nitajua uko na tamaa. Tamaa ni kitu kiko ndani na kinaweza fungua mwanya hata wa wizi. Kinaweza kufungua mwanya. Mtu akikuangalia hivi hawezi kujua wewe ni mwizi, maana hizo ni internal. Hapo Nuhu alipoambiwa utafunika safina yako ndani kwa rami na nje pia ufunike kwa rami. Why? Ukifunika mwanya wa ndani, mambo yaliyo mazuri hayawezi kutoka nje, hayawezi kuescape. Na kufunika rami upande wa nje ni kumaanisha mambo mabaya hayawezi kuingia. Hapa sitaki uangalie sana mambo ya relationship between safina na maji kuliki na kuingia ndani. Nataka uelewe mambo ya kiroho. Maana hii rami, it's the righteousness that is within you. Hiyo ndio unaweza kutumia kufinya hiyo mianya ukaiziba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Lazima kila mtu apende kuwa mtakatifu bila kuonyesha watu ule utakatifu wa ndani. Utakatifu huo unafanya kuziba mianya. Na mianya hiyo ukiziba hautapea shetani nafasi. Maandiko yanasema katika kitabu cha Waefeso, vitu zingine kama hasira, usikasirike mpaka giza ingie. Bado umekasirika, na inaendelea kusema usimpatie shetani nafasi. Kwa nini kukasirika kunaambatanishwa na kumpatia shetani nafasi? I'll tell you what happens. Hasira ikiwa ndani yako, kuna ile ring of fire ambayo huwa inazingira mtakatifu wa Mungu, mtu ambaye ni mtakatifu. Ukianza hasira, kisirani, hiyo ring of fire huwa inaondoka. Hiyo fire ya ambayo imekuzingira, ambayo ni Mungu ameiweka ya kukuprotect, ili mapepo yakikuona, hiyo kererembe, naitaka kererembe kwa Kikuyu, ni flame. It is a flame. Ni kama vile ukimwaga petroli, ukiangalia kwa umbali utaona vitu zina evaporate. Hiyo those flames ambazo zinakuzingira zinakaa kama hiyo. Na wakati hasira umeruhusu ikutawale, hiyo flame huwa inaondolewa. Maana roho wa Mungu anaondoka, na akishaondoka there creates a big loophole ambapo shetani anaweza kuingilia. Unakuwa kile tunasema kwa kimombo vulnerable. Unakuwa mtu ambaye anaweza kuwa attacked. Hauna kinga, maana hiyo flame imeondoka. Chunga sana mambo ya roho yako ya ndani. Unaweza kufikiri hatusomagi roho yako, lakini Mungu anaisoma na anaona, na akikuondokea shetani hawezi kusoma roho yako, lakini Mungu anasoma roho yako. Na akiondoka, hiyo kitu ikitoka, ndio shetani anaangalia, anaona this person ameachiliwa, kwa hivyo ninaweza kumuingia. Kuna mianya ingine ambayo inaitwa unforgiving heart, roho ambayo haiwezi kusamehe. Na ukiwa na hiyo roho, ukisikia mtu anasema alinifanya hii 1906, the year 2000, tukiruka mwaka, aliniambia hivi. Yaani mtu ameweka memory mpaka the date and time and even the venue mahali ulimkosea. Huyo mtu inamaanisha
ako na hazina kubwa sana ya hatred na kutosameheana ndani yake. Na hii hazina hii ndio Mungu akiona huwa anaondoa utukufu wake ambao umekuprotect. Anaondoka. Maana Mungu hawezi kuwa na ushirika na mambo kama haya. Akishaondoka, shetani anaona huyu ametengwa na sasa anaingia. I'm talking about internal loopholes. Sijaingia kwa external. Ni mambo ambayo hatuwezi kuyaona tukikuangalia. Generally hatuwezi kuyaona. Hata tukifikiria tunakuona, hata unaweza kupita mitihani mingi. You can pass our physical exam kwa sababu tutakuita mtu mzuri. Tutaangalia urembo, tutaangalia sura. Mwimbaji mmoja alisema uzuri wa mtu si tabia, sio urembo, ni tabia. Kwa sababu urembo unaweza kuficha mambo yaliyooza, yaliyo ndani. Lakini nataka nikuambie, if you can be able to deal with internal loopholes, you will live a free life. Utaishi maisha. Even what will pray outside will be clean. Maana you have a clean heart. Maandiko yanasema katika kitabu cha Mathayo 5:8, heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Si kumuona Mungu kwa macho, ni kwamba Mungu atajidhihirisha kwao. Wakienda kazi asubuhi, wakirudi jioni watasema nimeona mkono wa Bwana. Why? They have a clean heart. Wako na moyo ulio safi, sio moyo uliokorogeka, sio moyo ulio na chuki, sio moyo ambao unasikia kama unaweza kuua, moyo ambao unachukia mtu. Kuna watu wanakuchukia for free, hakuna kitu uliwafanya. They just hate you for free. Wanakuchukia tu, wanakuona, wanasema huyu ananibo. Kwanza ukiangalia shingo. Sasa shingo, jameni. Ukiangalia miguu. Sasa miguu inakuhusu nini? Unataka miguu ukapike supu nayo ama ni ya nini? Hiyo inaonyesha ni vitu ambazo ziko ndani yako. Sio miguu iko na shida, ni vitu ambazo ziko ndani yako, mawazimu ambazo umeweka ndani yako. Kuna mtu kisirani tu, hata ukimuuliza habari yako anakwambia utaiweza. Yaani hiyo kitu haijatoka kwa mdomo, imetoka kwa moyo. The Bible says out of the fullness of the heart the mouth speaketh. Ukisikia mtu amekuita umbwa, ujue hiyo ni moja tu. Zingine zimebaki kwa moyo nyingi. Hiyo ni moja tu imewika saa hiyo. So angalia mambo ya ndani na yanaweza kukosesha uzima wa milele. Unaweza pita kwa darubini za macho ya watu, lakini huwezi pita darubini ya macho ya Mungu. Maana Mungu anautazama moyo. Samueli aliambia Jesse, wakati Jesse alikuwa anafikiri Eliabu ndiye Mungu ameteua. Samueli akafikiria huyu ndiye Mungu ameteua, lakini Mungu akamwambia, me I search the heart. Mimi siangaliagi ati vile mtu akona ati tall, handsome, dark, ati beautiful, sijui well built body, amegawanya huku, sijui huku na pande kifua imegawanya. God does not look at the outside. He looks at the inside. Anautazama moyo. So angalia moyo wako sana. Maandiko yanasema linda moyo wako kuliko vitu vyote ambavyo unaziheshimu, ambavyo unazidhamini, maana huko ndiko kunatoka chemichemi za uzima. Na mahali ambapo hakuna chemichemi za uzima, basi huwa panatoka chemichemi za kifo. Now let us look at external loopholes. Kuna mambo mengine ambayo sasa yana play out. Kuna vitu Nuhu aliambiwa aifunike rami safina upande wa nje pia. Why? Kwa sababu ukiwacha mwanya upande wa nje, vitu vile vibaya vinaweza kuingia kupitia kwa ile mianya. A small gap inaweza kuentertain mambo makubwa sana. Sasa vitu kama pride, kiburi. Kiburi si kitu unaweza ficha. Hata ukifunga mdomo, walking style itaonyesha. Ukibounce hivi, tutajua wewe mtu wa kiburi. Vile your body language itasema, hiyo si kitu unaweza kuficha. Pride, mambo ya kuongea vile unaongea, maneno yale unatumia yanaweza kuonyesha wewe ni mtu wa kiburi. Na pride comes before a fall. Kwa hivyo kile kinaweza kukuangusha sana pia, kiburi. Hayo ni mambo ya nje. Kuna kitu kinaitwa arrogance. Nimesema arrogance.
Arrogance ni mtu stubborn, ni mtu hajui kuongea, ni mtu anaongea tu vibaya. Hata ukimwambia mazuri anajibu vibaya. Ni mtu ambaye mdomo wake unatamka mambo mabaya. Mambo hayo pia ni mwanya. Shetani akitaka kupatia vocabularies zake utumie, anakupatia matusi. Kuna watu wanajua matusi sana. Kuna mtu anaweza kukutusi mpaka ushindwe alikuwa ameandika wapi. Maana inatoka inakuja namna hiyo. Wainjilisi wa shetani, wale watu ambao wanaeneza injili ya shetani, injili ya matusi. Mtu ambaye anaweza kukutusi mpaka ushindwe na hiyo bado iko kwa vocabulary ya matusi. Hallelujah. Arrogance. Kuna vitu zingine zina play out kwa upande wa clothing. Unaweza kuwa wewe hauna tabia mbaya ndani yako, lakini mavazi yaanze kuvutia tabia mbaya na zikuingie. This clothing thing is very controversial. Na tukihubiri hii huwa inaleta controversy. Maana kila mtu anataka kusema my dress, my choice. Lakini wacha nikwambie, nikufungue macho tu kidogo. Mtu anajionaga tu mara moja akivaa nguo kwa kioo. Hiyo nyingine unatuachia sisi tuone. Hiyo nyingine ni sisi umetuachia. Wewe ukitoka kwa wardrobe, ukiondoka hapo kwa kioo, sasa hiyo nyingine ni sisi. Na wale hatuna macho tutatumia miwani, lazima tutakuona vizuri tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hizo nguo pia zinaweza kukuexpose. Huwa ninaambia watu hivi, maana sitaki kuambia utafikisha nguo yako wapi. You are fearfully and wonderfully made. Zile parts zako ambazo ni fearfully made, wewe ficha. Zile wonderfully made, wewe onyesha, hakuna shida. Sasa hapo nimekuachia hiyo, utajaza mwenyewe. Lakini ukizunguka hivi ukionyesha fearfully and wonderfully made, wacha nikwambie, hautajua shetani aliingilia wapi. Maana hata wanaweza kuangalia in millions. Ukifika nyumbani unalala, unaona ndoto tu nalala na wanaume, ni wale wamekuotea kwa barabara. Ni wewe uliwapatia food for the thought. Uliwapatia food for the thought. So, mambo kama hayo. Ni nasemaga sometimes, I don't blame David. Daudi hakuwa na ubaya. Wewe kama ni wewe uko na balcony, huwezi tembea hapo kidogo ukiangalia vile kunaendelea na nchi ni yako, wewe ndiye mfalme. Makosa ilikuwa na Bathsheba, maana bathroom yake Biblia inasema it was an open bathroom. What was the intention ya open bathroom? Kwa nini angefunika? Bathsheba wewe wacha kutuletea upusi. Wewe Bathsheba wewe, kwa nini huwezi kufunika bathroom? Una blame Daudi nini? Kama ni wewe, nitaweza kukuuliza utadu, wewe ni Daudi sasa unatembea kwa balcony. Na unajua macho ikiona, imeona, hata ukifunga macho inabaki kama kamera. Imechukua hiyo image. Sasa makosa ni ya nani? Ni ya huyu mwenye kutembea kwa balcony. Wahubiri wanahubiri mambo mengi, wanasema Daudi anatembea na zurura idle mind kwa sababu hakuenda vitani. But let me tell you, nyumba ni yako. Utakosaje kutembea kwa swimming pool? Utakosaje kutembea kwa balcony? Hakuna mtu alimwambia kuja uangalie Bathsheba anaoga. Ni yeye alitembea tu. Lakini sasa kukawa na loophole. Now I want you to view this with a lot of objectivity. Aliangalia akiwa tu anazunguka. Hakuwa ameenda specifically kuangalia. Na mimi simtetei Daudi. Daudi siwa na hapo kwetu. Nilimkuta kwa Biblia, hatujuani vizuri. Na najua hayuko Kenya, alienda. Lakini nataka kukuongelesha wewe ambaye uko Kenya. Wewe Bathsheba, funika bathroom. Hautakuasa watu. Na hiyo isikue ni siasa. Wewe funika bathroom. Haleluya. Na nimeondoka kwa hiyo. Haleluya. Kuna mtu mwingine anaitwa Ahab. Ahab alienda katika vita siku ya kifo chake. Ahab alikuwa amevaa mavazi ya chuma vizuri sana. Lakini katika hayo mavazi, vazi la juu na la chini kuna gap. Maana chuma ukivaa full huwezi kutembea, haina flexibility. Kwa hivyo vazi la chini na vazi la juu
mahali zimeshikana pale huwa kuna mwanya. Na wakati mvuta upinde alipovuta upinde tu kwa kubahatisha, mshale ulienda ukaingilia tu pale tu palikuwa na gap. Hapo ndio mshale wa kifo. Imagine, hakuna mtu alimkata na panga, hakuna mtu alimuua kwa njia nyingine, ni mshale wa kubahatisha. Imagine unaweza kuwa na mwanya ambao hata shetani akibahatisha anakupata. Kubahatisha tu, hata hana intention. Kazi yake ni kutangatanga duniani, lakini anakutana na mwanya, anaingia. Wapendwa, because of this, ninawasihi katika jina la Yesu, ule mshale uliua Ahab ulipitia katika mahali ambapo palikuwa na mwanya katika mavazi, ukamgonga na ukamweka chini, na akaambia mwendesha gari lake la farasi, akamwambia geuza gari yako maana nimeumia. Na siku hiyo Ahab akafa. Nataka nikuambie, kuna mwanya ambao unaweza kuignore, lakini huo mwanya ukakuletea shida kubwa sana, ukaleta mahali ambapo shetani ataingilia. Nataka ujiangalie sasa. Angalia internal na external. See, I did not capture everything because of time, but there are so many external loopholes ambazo watu huwa wanawacha. So hata kuongea sana, hata ukipata mimba bado unataka kuambia watu uko nayo, si ungoje mpaka ionekane. Unashida ukiambia watu nini? Kuna watu wanapenda kuongea mpaka muujiza wako ulikuwa unataka kukulocate unarudi. So hiyo nayo ni loophole. So nataka kuambia tu mpendwa mtazamaji, napokuacha nataka nikuambie hivi: take care of your loophole. Ziba mwanya wako, ziba huo mwanya. Shetani hata hana haja na wewe. Kuna wale anatafuta, lakini akikutana na kamwanya, don't think atakuignore, ataingia tu. Unaweza kuwa kanisani lakini uko na mianya, uko na internal na external loopholes. Hiyo mianya ambayo umeacha utajilaumu mwenyewe. I just want to pray that God will take care of you, but as God takes care of you, you also take care of yourself. Serikali inatuambia security begins with you. Before the government provides security, it starts with you. And even the hygiene protocols that the government has pronounced so that we can combat COVID-19, the honors of fulfilling those protocols starts with you. Ni wewe mwenyewe unaanza responsibility. And if you abdicate that responsibility, the sufferer number one will be you. Take care of that loophole. Mpendwa, ninakupenda sana. Ninakupenda sana. Hiyo mianya umeacha watu waonage, funika. Hiyo mianya ambayo shetani ameingia, umekozana na watu kwa sababu ya hiyo mdomo yako kibelebele, funga katika jina la Yesu, na utaona hamtakozana na watu tena. Sijatusi mtu, nimeongea ukweli, na maana ninakupenda. Katika wakati huu ni vizuri hata ukitaka Mungu akuprotect, kaa laini nzuri na Mungu na atakuprotect. Nataka nikuachie hapo ili Mungu akubariki. And before we go, nataka tukaabudu Bwana kwa wimbo, kipande cha wimbo tu ambao unasema unaweza Mwokozi. Unaweza, unaweza, unaweza Mwokozi, unaweza Mwokozi, unaweza, 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 unaweza Mwokozi.
yale tusiyoyaweza anayaweza yote. Katika janga hili ambalo limekumba ulimwengu, he has an answer. Wacha tukae kadiri na mapenzi yake. Yeye anajua kile kitamaliza mambo haya. Tukikaa kadiri na mapenzi yake, if we stay according to his will, if we conduct ourselves in a way that pleases God, he is worthy and he is sure to help us and to bail us out of these problems. He is a wonderful God. He is faithful God. Thank you, Jehovah. Thank you because of my viewer. Thank you, Lord, for all that time they have given that coverage. We thank you, Jehovah, King of glory. In Jesus' mighty name we do pray. Somebody say amen. Amen. Nakupenda sana mtazamaji wangu. Just take care of that blue ball. Ziba huo mwanya na Mungu akubariki.